Takwimu, kwa sababu umeliuliza hili swali hapa sasa hivi, takwimu zitatolewa na kurugenzi yetu ya mawasiliano, na nielekeze tu kurugenzi ya mawasiliano ichakate takwimu za kanda zote ambazo tumeendelea kuzikusanya sasa hivi na kuweza kuwapa briefing waandishi kuhusiana na idadi ya waliokamatwa. Lakini umesambaa maeneo mbalimbali ya nchi. Kitu ambacho kinaashiria sio matukio isolated, sio matukio ya bahati nasibu. Ni mpango wa vyombo vya dola dhidi ya Chadema, na mpango huu unachangiwa na umechangiwa na taarifa za uongo ndani ya vyombo vya dola vyenyewe. Na hili nilianza kulisema kuanzia siku moja kabla ya kesi ya Lissu. Ilikuwa ije tarehe 11. Nilifanya mkutano wa waandishi pale nikasema kwamba tarehe 11 kuna njama zinapangwa. Siku ile ilikuwa watu wakamatwe kwa wingi kweli pale mahakamani, kwa sababu ni pattern ya matukio. Sasa inaendelea maeneo mbalimbali, na kwanza tuambie jeshi la polisi lisitishe hiyo kamata dhidi ya viongozi wa Chadema, kwa sababu taarifa wanazoziita za kiintelijensia wanazozitumia ni taarifa za uongo, na badala yake wamkamate Kenan Kiongosi aliyesema anajua kuna kikao cha Chadema kimekaa mahali fulani kupanga vurugu, ili Kenan Kiongosi akalieleze jeshi la polisi hicho kikao cha Chadema kilikaa wapi, kilohusu akina nani. Tunataka kuona Kenan akihojiwa akikamatwa na jeshi la polisi, kwa sababu ndio amesema taarifa mbele ya vyombo vya habari za uongo kabisa. Na tunataka msajili wa vyama vya siasa ambaye anaziandikia barua Chadema kila wakati kwa mambo ambayo hayana maana yoyote. Tunataka kusikia msajili amechukua hatua gani kwa taarifa kama hiyo ambayo imetolewa kwa umma. Kwa hilo nilisomee hivyo. Nizungumze kuhusu hili la milioni 900 na kwamba linahusishwa